Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali. Mkiwa mnahudhuria katika darasa katika chaneli yenu muhimu hii ya Mwalimu Abul Hassan, katika YouTube unaandika Mwalimu Abul Hassan, katika Facebook unaandika mtaalamu wa tiba na nyota ni Mwalimu Abul Hassan, Instagram unaandika hivyo Mwalimu Abul Hassan. Tukiwa tunaelezea katika utaratibu wetu wa matukio kwa kila mwezi. Kwanza, kama nilivyopokea maulizo mingi wakitaka kujua kwa nini nimechelewa kuleta matukio ya mwezi huu wa 4 mwaka 2025, ni kutokamana na hali zilizotokea za kijiografia, hali ya hewa. Kwa hiyo tukawa tumepata kuonjwa, yani kuugua. Kwa hiyo mafua yakawa yanasumbua, kwa hiyo nikashindwa kutoa sauti, na hata hivyo nimeweza kujitahidi kama mnavyonisikia sauti kama hii. Tayeb, matukio yetu yatakuwa yameanza kiutaratibu ni tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Tukiwa tunaanza na nyota ya kwanza ambayo ni kondoo, ni wale waliozaliwa mwezi wa 3 tarehe 21 mpaka mwezi wa 4 tarehe 19, ni kama ifuatavyo. Watapokea taarifa za wazazi wao, na ni vizuri wakasaidia wazazi na kwenye makazi yao, pia wakawa ni waangalifu au wakachunguza mali zao, na wataendelea kuugua maradhi si makubwa sana, lakini yale maradhi madogo madogo ya mara kwa mara. Na ni kipindi pia cha kufanya mazoezi kwa ajili mili ipate nguvu. Katika kipindi hiki, upande wa kazi kwa nyota hii ya kondoo ni kuwa italeta upanuzi mkubwa katika kazi na ukuaji wa kibinafsi, huku sayari ya Jupiter ikiwa inaendelea na safari yake katika hii nyota ya kondoo, ikihimiza kuchukua hatua za ujasiri. Kwa hiyo ni upande wa kazi. Lakini kwenye afya, nguvu zako ziko juu, lakini hakikisha unapata mapumziko ya kutosha ili kuepuka uchovu. Upande wa mahusiano, uhusiano unakuwa ni wa nguvu na mvuto wako utaongezeka, hasa ukifungua milango ya mahusiano mapya au kuimarisha yaliopo. Na wale waliokuwa kwenye matatizo mbalimbali wasisite kuwasiliana na mtaalamu kwa ajili ya utatuzi wa shida kama hizo. Nyota ya pili ni nyota ya ng'ombe, ni wale waliozaliwa tarehe 20 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa, yani tarehe 20 mwezi wa 4 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 5. Kipindi hiki furaha zitaongezeka, na wale waliokuwa wanahitaji watoto, yani kupata ujauzito, wategemee kupata, na wale ambao walikuwa na watoto wao pia wategemee kuwafanyia vizuri. Watapokea zawadi na watapokea ujumbe ambazo zitakuwa ni muhimu zaidi, na pia vile vile ni vizuri wakajiangalia kwamba kuna kufa. Sasa hizi tunaishi lakini kuna kufa, kwa hiyo wajiwekee historia nzuri. Upande wa kazi yaonesha kuna vitu ambavyo vinaingiliana katika nyota hii ambapo tunasema ni Venus na Jua. Venus huwa inakuwa ni sayari ambayo inatawala ndani ya nyota ya ng'ombe, lakini pia Jua ndo linakuwa linatuletea hesabu kama hizi katika mzunguko wake. Kwa hiyo utaona hivi vitu kwa pamoja vitaleta fursa za uongozi na mwanzo mpya. Kwa hiyo watu wa nyota ya ng'ombe kipindi hiki wajue wana nafasi nzuri katika fursa za kiuongozi na mwanzo mpya. Upande wa afya ni vizuri kufuatilia afya zao za kimwili na afya za kiakili, na ukizingatia kupumzika na kujitunza. Na upande wa mahusiano
Uaminifu na maadili yako vitavutia wengine, na ni vizuri kwa mwaminifu kwa thamani zako, na hii hali itakuwa inaimarisha zaidi mahusiano yako. Nyota ya tatu ambayo ni nyota ya mapacha ni wale ambao walizaliwa tarehe 21 mwezi wa 5 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 6. Kipindi hiki magonjwa, maradhi, matatizo mbalimbali yatawashughulisha zaidi au yatawasumbua. Unyonge pia utaendelea, kuna kuachwa au kuachika ni hali ambayo itajitokeza zaidi, lakini wasiwasi utaendelea na vitu vyenu vitaibiwa. Ni vizuri mkawa waangalifu, na kuna hatari ya kuwekwa vizuizini au kuwekwa katika magereza, na kuna mambo mengi yatakayojitokeza haswa ya uongo. Kwa hiyo ni vizuri ukajiandaa kwa hali kama hiyo. Upande wa kazi, mawasiliano yako ya mitandao ya kijamii yataimarika, na ikiwa utafungua milango kwa ushirikiano mipya, basi italeta faida zaidi. Upande wa afya, uepuke msongo wa mawazo kwa kufanya mazoezi ya kutuliza akili kama vile kutembea, kuandika mawazo yako, pia inakuwa inasaidia. Watu wengi wanakuwa wanapata msongo wa mawazo kwa sababu wanakuwa hawatoi zile nguvu ambazo ziko katika ndani yao, wanashindwa kutoa. Kwa hiyo unakuta zinazidi kujaa, zinakuwa zinaleta madhara katika akili zao au katika afya ya kiakili na kimwili pia. Kwa ni vizuri watu wakafanya mazoezi ya mwili, ima kutembea, kuruka kamba na kuongea, kuandika, kuhakikisha wanaondosha zile sumu katika miili yao. Na upande wa mahusiano, katika nyota hii ya mapacha kutakuwa kuna kuongezeka kwa shughuli za kijamii, ambapo inaweza kuleta mahusiano mapya ya kimapenzi, na kuwa mwangalifu pia na mawasiliano ili kuepuka kutoelewana. Unaweza kuzidisha mawasiliano ikawa ni sababu ya kuvuruga zaidi au kuleta migogoro upande wa mahusiano yako. Na nyota yetu ya 4 ambayo ni nyota ya Kaa ni wale waliozaliwa tarehe 21 mpaka Julai, yani mwezi wa 7, mwezi wa 6 tarehe 21 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 7 ni nyota ya Kaa. Kipindi hiki cha matukio ya mwezi ni kipindi kizuri upande wa mahusiano. Yule ambaye ulikuwa unamtafuta ndio utakayempata sasa, na pia ile makusudio uliokuwa unayo utegemee yatakuwa ni mazuri. Na wale waliokuwa ndani ya ndoa au mahusiano ni vizuri wakawa waangalifu, kwa sababu kuna kuharibikiwa au kuleta migogoro na mambo mengi yataenda yamebadilika. Kwa hiyo wale mnakuwa mnakusudia mambo yenu ya mafanikio, ni wakati mzuri, kwa sababu ndio wakati wa kutekeleza hizo shida zenu au haja zenu. Na upande wa kazi, mwezi huu utaleta maendeleo katika kazi na uwezekano mkubwa wa kupandisha cheo au kupewa majukumu mapya. Na wale ambao wanaotaka kupata vyeo, kuna utaratibu wa kufanyiwa dua maalumu, na haswa huwa ni kuangalia matatizo au mikosi ambayo wako nayo na kuitoa na kuweka hali nzuri ya kuweza kufikia hivyo vyeo wanavyovihitajia. Maana vyeo manake ni maslahi. Na utaratibu ambao ninaotumia mimi, mtaalamu wenu Mwalimu Abul Hassan, katika kutatua shida mbalimbali iko tofauti na yale mazoea ambayo mnayozoea kwa wataalamu wengine. Kwa hiyo ni vizuri mkafuata tu ule utaratibu ambao mtakao upewa ili kufikia malengo yenu. Upande wa afya, zingatia afya ya mmeng'enyo wa chakula na ustawi wa kihisia. Lishe bora itasaidia kudumisha hali nzuri ya mwili na hali ya kiakili, yani afya ya kimwili na afya ya kiakili. Upande wa mahusiano, mambo ya kifamilia na mahusiano ya karibu yanakuwa ni ya muhimu. Mazungumzo ya kina yanaweza kuimarisha pia uhusiano wenu. Nyota ya Simba ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 8. Taarifa nyingi utazopokea sasa hivi zitakuwa za wasiwasi.
na vitu vingi hautopata kama uliweka ahadi, maana hautotimiza. Kama uliwekewa ahadi haitotekelezwa. Madeni ambayo unayotakiwa kuyalipa ni vizuri ukalipa. Yani wale wanaokudai watahitaji pesa, ni vizuri ukawapa. Lakini pia kwa wale ambao walikuwa ni upande wa ndugu zako, kaka, dada, basi ujue kwa wale walioolewa au kuoa, upande huo pia kutakuwa kuna matatizo zaidi na yataendelea kutokea. Na matatizo hayo yanakuwa ni yale mabaya zaidi ya kutia wasiwasi: vifo, maradhi, kudhulumiwa, kutaka kufanyiwa ukatili. Ukatili maana yake ni mauaji au kuangamizwa. Upande wa kazi katika nyota ya Simba, ina maana ile sayari ya Mars au Mirihi ambayo itakuwa inaingia katika hii nyota ya Simba ambayo ni Asad au Leo, ambayo itakuwa imeshaingia sasa. Ni mwezi wa 5 huu ambayo ilikuwa tarehe 5 ambayo imeshapita. Maana kitakuwa inakupa motisha zaidi na nguvu mpya katika kazi zako. Kwa hiyo maana yake utapata ushindi. Na upande wa afya ni kuwa nguvu zako zitaongezeka, lakini kuwa mwangalifu ili usijichoshe. Hakikisha unapata muda wa kupumzika. Itakusaidia katika afya ya mwili na afya ya kiakili. Upande wa mahusiano, uwezekano wa mahusiano mapya ya mapenzi au kuimarisha yaliyopo itakuwa ni vizuri zaidi ukaboresha. Na pia kuepuka kuwa na wivu au kumiliki kupita kiasi yule mpenzi wako. Taib, nyota yetu ya 6 ambayo ni Mashuke, na wale walizaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 8 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 9. Kipindi hiki harakati zitakuwa ni nyingi, na harakati zitakuwa zinahusisha zaidi katika kuimarisha afya ya kiakili, kama kuongeza elimu, lakini pia kuna kusafiri safari za mbali, na kisha utafanya mazuri zaidi katika kubadilika, yani kufanya ibada, kujikurubisha na muumba wako. Pia vile vile kuna mambo yatakayojitokeza mara kwa mara. Matukio yatakuwa yanajitokeza mara kwa mara ambayo yatakayokukuta, ima kuumwa, kupigwa, kusafiri, kupata mialiko, kulipwa madeni, lakini kupatanisha watu ni katika matukio ambayo yatajitokeza mwezi huu mara kwa mara. Upande wa kazi wa nyota hii ya Mashuke, kazi zako zitaendelea kwa utulivu, na uepuke kufikiria kupita kiasi, na zingatia zaidi kuweka mambo sawa. Upande wa afya, mazoezi ya kutuliza akili kama yoga au kutafakari yatasaidia zaidi kudumisha afya ya mwili na afya ya akili. Upande wa mahusiano, sikiliza zaidi na punguza uchambuzi kupita kiasi kwa mahusiano yako. Yani kutafsiri kwa nini karudi saa hizi, kwa nini alizima simu, kwa nini nimekuta message, kwa nini hukunijibu message, kwa nini hukupokea simu. Haya ni mambo ya uchambuzi ya kupita kiasi, unatakiwa uyapunguze zaidi. Pia utakuwa na huruma na kuelewa wengine, kutaimarisha zaidi uhusiano wako na hao wengine. Unatakiwa waelewe zaidi watu wengine na wao. Taib, nyota ya Mizani, utegemee kupata heshima kubwa, kufahamiana na watu muhimu, kupata makazi mazuri, kupata kazi, kupata vyeo, na yale ambayo atakayokukuta kwa binadamu. Mambo yanayotukuta katika binadamu, biashara kuwa nzuri, kuboresha biashara, mahusiano, yote haya yatajitokeza. Lakini upande wa wazazi pia utapata taarifa za kuwasaidia, ni vizuri kuwasaidia. Au mzazi anaweza kuhitaji msaada, ni vizuri kumsaidia, itakuwa ni jambo zuri. Lakini na wewe pia utanyanyuka katika heshima zako. Upande wa kazi, mwezi huu ni mpevu katika Libra, yani nyota ya Mizani, kuanzia tarehe 13, na utaleta mwangaza katika mahusiano ya kazi na ushirikiano. Kwa utafanya vizuri katika jamii. Upande wa afya, zingatia kupata usawa kati ya kazi na maisha binafsi ili kudumisha afya iwe nzuri. Na hii afya wanakuwa ni afya ya kimwili na afya ya kiakili. Upande wa mahusiano, ni wakati mzuri wa kutathmini mahusiano yako. Mazungumzo ya wazi na ya ukweli yataimarisha pia uhusiano. Kwa sababu mara nyingi watu wa nyota ya Mizani
mmekuwa mna mbinu nyingi, yani mnakuwa kama hamueleweki, mambo mengi, sio? Kwa hiyo ni vizuri kwenye mahusiano, ni wakati mzuri wa kutathmini mahusiano uliokuwa nayo na mazungumzo yawe ya wazi ili mwenzi wako aweze kukufahamu. Nyota ya 8 ambayo ni nyota ya Nge ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 10 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa 11. Matumaini yatakuwa ni makubwa zaidi, utapokea marafiki, watu watakuheshimu, lakini pia ulikokuwa unataka kuelekea katika mji au katika nchi, basi ujue hiyo sifa ya hiyo sehemu unataka kwenda iko sahihi. Umuhimu huwa ni kuangalia mambo yako. Wapi pametatizika papate utatuzi, wapi pameharibika papate kurekebishika au kurekebishwa. Itakuwa inakusaidia zaidi. Upande wa kazi, mabadiliko makubwa yanaweza kutokea katika kazi yako, kwa hiyo ni vizuri uwe tayari kwa fursa mpya. Yani nikisema mabadiliko si katika kuharibikiwa. Kuharibikiwa itategemea na mikosi ambayo uko nayo. Lakini kama huna mikosi, basi ujue una nafasi ya kupanda cheo au kupata nafasi kubwa ambayo itakusaidia zaidi katika maisha yako. Upande wa afya, zingatia kupumzika na kujitunza ili kuepuka uchovu wa kihisia. Ina maana ni katika akili, na akili inaendana na mwili. Kwa hiyo ni vizuri ukapata muda wa kutosha wa kupumzika. Upande wa mahusiano yako yanakuwa na kina zaidi, na pia kuwa wazi kwa mabadiliko na ukuaji wa pamoja. Yani katika mahusiano upate kuongea na mwenzi wako vizuri yale yanayotaka kukaa sawa. Nyota ya Mshale ni wale waliozaliwa tarehe 22 ya mwezi wa 11 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa 12. Kipindi hiki mambo mengi yatakuharibikia. Utafanyiwa hasadi. Hasadi ni kuondoshwa katika neema ambazo utazokuwa nazo, lakini pia utakuwa ni mnyonge zaidi na utegemee kuwekewa vipingamizi au kuwekwa katika vizuizi. Jela, lock up ni vitu vitajitokeza zaidi. Lakini pia upande wa mkeo atakuwa ni mgonjwa pia. Kwa ujumla huzuni zitaongezeka kwa sababu maisha yatabadilika kwa ghafla na kwa hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo ni vizuri watu wa nyota ya Mshale mkawa waangalifu zaidi, na uangalifu na ukusudia hapa ni wa kufuatilia utatuzi wa mambo yenu. Upande wa kazi, uwezo wako wa ubunifu na miradi mipya unakuwa, manake ni mzuri, lakini ukiwa huna mikosi. Ni vizuri ukatumia fursa hizi kwa busara. Busara manake ni kwa uono uliokuwa mzuri. Uono mzuri, huna taaluma, unawaona wenye taaluma wanakusaidia. Mazoea mara nyingi ya wewe ambaye huna taaluma kisha ukatumia akili zako kwenye mambo yanayotaka taaluma, huwa ni makosa. Kwa hiyo mambo yanayohusu taaluma waone wenye taaluma zao, acha kutumia fikra zako. Upande wa afya, epuka kujiingiza katika migogoro isiyo ya lazima. Zingatia afya yako ya kiakili na kimwili. Na upande wa nyota ya 10 ambayo ni Mbuzi ni wale waliozaliwa tarehe 22 ya mwezi wa 12 mpaka tarehe 19 ya mwezi wa kwanza. Matukio ni wakati mzuri wa kuanzisha jambo lolote, uchumba, ndoa, biashara, kuomba kazi, kusafiri, yani jambo lolote linalohusiana na mwanadamu ni wakati mzuri. Kutaka kujenga, kutaka kununua viwanja, mashamba, kuhamia makazi mapya, kujitangaza, chochote ni wakati mzuri, lakini kwa sharti usiwe na mikosi. Na pia kuna vitu vya kuangalia, ni vizuri ukapata ushauri kwa wataalamu. Pia vile vile ni wakati mzuri wa kucheki afya, kuangalia afya yako. Usiogope hata kama ulipima juzi, mwezi uliopita, na mwezi huu kapime tena ili kuondosha utata au wasiwasi ambao utakokuwa nao. Tayib, upande wa kazi utaona mafanikio taratibu lakini yenye uthabiti, yani yenye kuwa imara. Na pia huu ni wakati mzuri wa kupanga kwa ajili ya muda mrefu, kwa ajili ya mambo yafuatayo, yajayo, future wanasema. Lakini ni muda mzuri wa kuboresha nidhamu kwenye kazi au kwenye shughuli zako, na ni vizuri ukaweka malengo yawe wazi kwenye kazi.
Na upande wa afya, unahitaji kupunguza muda wa kazi au shughuli ambazo unafanya ili kujipa muda wa kupumzika. Uchovu wa mwili, uchovu wa akili unaweza kuathiri utendaji wako, kitu ambacho itakuwa ni hatari zaidi katika afya yako. Upande wa mahusiano, utulivu katika mahusiano, jaribu uwe ni na mawasiliano zaidi ya wazi. Na ikiwa umeolewa au kama umeoa au una mpenzi, basi hakikisha usiruhusu kazi kuharibu muda wa kuwa pamoja. Kuna watu wakiwa kazini kwenye biashara, basi anaona biashara ni the best, kwamba ni bora zaidi kuliko mahusiano yake. Utajikuta unaharibu na utaharibu kweli. Upande wa nyota 11 ni nyota ya Ndoo. Ni wale waliozaliwa tarehe 20 ya mwezi wa kwanza mpaka tarehe 18 mwezi wa pili. Matukio ni wakati mzuri wa kutumia au kuandaa au kufanya ile mahitaji yako ambayo ulikuwa unayakusudia. Kuna watu wana bajeti za kununua magari, kuna watu wana bajeti za kujenga majumba, kuna watu wana bajeti za kuanzisha ndoa, mashamba. Ni wakati mzuri wa kufanya kile ambacho wewe unataka. Lakini ni wakati mzuri unaweza ukauza mali zako, ni wakati mzuri katika kuuza, pia kununua ni wakati mzuri. Lakini kwa ushauri, si kuenda tu kwa sababu matukio yameeleza hivi, hapana. Kuna wale ambao wanakuwa na mikosi, ni vizuri wakatatua mikosi yao. Mikosi nimekuwa naeleza mara kwa mara, ni ile hali ya kutofanikiwa mambo yako mara kwa mara, sio kwa mara moja. Mara kwa mara inajitokeza hiyo kukwama, kuharibika, ni mikosi. Na upande wa kazi wa nyota hii ya Ndoo, uvumbuzi na fikra mpya vitakutawala. Utakuwa ni mbunifu zaidi. Fikra zako zitakuwa ni nzuri kama utazifuatilia, na unaweza kupata wazo la kipekee ambalo litabadilisha mtazamo wako katika kazi au katika shughuli zako, na ni mwezi wa kuchukua hatua za kiubunifu. Upande wa afya, ubongo wako utakuwa kwenye kazi, biashara au shughuli mbalimbali, lakini epuka sana kufanya kazi usiku sana, itakupate muda wa kupumzika. Mazoezi mepesi kama kutembea na kupumzika jioni yatasaidia sana katika afya yako ya kiakili na afya ya kimwili. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya Ndoo, mahusiano ya kirafiki yatachanua, utaona mambo yanakuwa ni mazuri. Mapenzi pia yanaweza kuanza kupitia marafiki ambao ulikuwa nao, au katika mitandao ya kijamii ukakuta unapata marafiki wengi. Kuna mitandao kwa marafiki ya kijamii huko. Lakini pia epuka upweke wa kiakili, usikae sana umekuwa ni mpweke, itakuathiri zaidi afya yako ya kimwili, lakini na afya ya kiakili. Nyota yetu ya mwisho ni Samaki, ni wale waliozaliwa tarehe 19 mwezi wa pili mpaka tarehe 3, yani tarehe 20 mwezi wa 3. Samaki ni wale waliozaliwa tarehe 19 mwezi wa pili mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 3. Matukio yao, marafiki, ndugu, jamaa watahitaji misaada na ni vizuri wakawasaidia. Safari za hapa na pale zitajitokeza. Wale mliokuwa mmeolewa au kuoa, mtaandamwa zaidi na wakwe zenu, yani wazazi wa waume zenu, wazazi wa wake zenu watahitaji misaada, wanaweza wakazua jambo lolote. Ni vizuri mkawa watulivu kama mlivyokuwa na utulivu wa asili ya tabia zenu. Lakini pia ni wakati mzuri wa kupata habari na kuziangalia au kuzichunguza. Si kila habari ukaletewa basi ukaifanyia kazi, ichunguze kwanza. Mtaingia mikataba mbalimbali, pia ni vizuri mkaichunguza hiyo mikataba yenu. Upande wa kazi, mabadiliko ya kifedha yanawezekana. Unaweza kubadilisha utaratibu wa kazi, utaratibu wa shughuli, inawezekana. Na unaweza ukapokea malipo au msaada wa kifedha ghafla. Kwa jikuta tu umeingiziwa pesa kwenye akaunti yako, au wamekuuliza namba zako za account wakakuingizia pesa, au kaona kuna ujumbe umekuja, ndugu yangu umepata mwaliko, kumbe unaenda kupewa pesa nyingi. Na pia katika taasisi yako inaweza kusaidia kufanya maamuzi bora katika kazini, au hisia zako zinaweza zikafanya vizuri katika kufanya maamuzi bora kwenye shughuli zako. Upande wa afya katika nyota yetu ya Samaki ambayo ni nyota ya mwisho, yani afya ya kihisia ni muhimu zaidi kwako sasa. Usijihusishe na tiba za asili.
Yani hapana, usijihusishe, ndio ujihusishe zaidi na tiba za asili. Hapa kwenye tiba za asili kumekuwa kuna fikra mbaya ambazo zinaenezwa na watu wajinga, yani watu ambao hawafahamu, wakiona ni kwamba hazifai, lakini unakuta wakati mwingine hata neno lenyewe tiba asili wamesahau kuelewa ni nini. Tiba asili maana yake ni kufanya vile vitu vya asili, vya naturally, vya asili. Unaweza ukala machungwa kwa ajili ya kupata vitamin C, unaweza ukala carrot kwa ajili ya kupata vitamin A, unaweza ukala ile parachichi kwa ajili ya kupata vitamin C au vitamin A, ukanywa maziwa, maana kipono unapata ni tiba za kiasili upande wa vyakula. Lakini pia unaweza ukafanya tiba za asili, kufanya mazoezi, yoga, maana utaongeza upeo wako wa kuelewa kwa akili. Na asili ni ile kutofanya vitu vile vya artificial, vya kutengenezwa, ina maana hiyo. Lakini pia unatakiwa kunywa maji mengi. Maji mengi ni katika ile tiba wanayoita water therapy. Ni tiba muhimu zaidi, lakini inataka kuandaliwa namna kutumia, usije ukaendekeza zaidi, utapunguza chumvi katika mwili wako au katika madini muhimu ambayo hayakai katika mwili muda mrefu. Na pia upate ule muda wa kutafakari. Hizi yoga au meditation ni tiba pia za asili, maana hujaweka kitu kingine ziada, unatumia wewe mwenyewe. Hii ni upande wa afya ya kihisia. Upande wa mahusiano katika nyota yetu hii ya samaki, upendo wa kweli unakuja kwa njia ya hisia lakini za kina na huruma. Huruma yako, hisia yako, kuwafanyia mazuri wenzio, basi ujue upendo utaongezeka. Na pia vile vile epuka watu wanaochukua fursa ya upole wako. Kuna watu watakuona ni mpole zaidi, watafanya wanachokitaka. Kwa sababu ya nini? Wanakuona ni mpole, huwezi ukafanya chochote, utavumilia, inakuwa sio sahihi. Taib, angalizo la mwisho, ndugu zangu mnaofuatilia darasa za Maalim, katika kujua uhalisia wa matukio ya kila siku, mambo yetu ya kila siku katika uhalisia. Nikisema uhalisia ni yale yanayoelezwa na yanatokea, ni uhalisia. Ile miongozo tunayowapa inatokea, inawasaidia katika kujua nini ufanye, wakati gani unatakiwa kusubiri, wakati gani hutakiwi kusubiri, kuharakia jambo ni vizuri. Hapa kuna maelezo ambayo yametokea kuhusu tarehe. Tarehe huwa inategemea kwa sababu ni vitu ambavyo vimekwenda kwa ubunifu, kufikirika. Sasa unaweza ukaona kwa nini ilikuwa hapa inakuwa ni tarehe 20 ya March mpaka 20 ya April ndio inakuwa ni kondoo, lakini hapa imekuwa kuna tarehe 21 March kwenda 19-20. Kwa nini imekuwa hivyo na isiwe moja ya huku ikaenda huku? Haya ni mambo ya kitaalamu. Kwa hiyo wewe kama kuna maswali, wala usisite kutuuliza wakati wowote kufuata namba hizo zinazojitokeza. Asanteni sana kwa kutusikiliza darasa za Maalim Abul Hassan Jumar. Karibuni sana na watakieni mwezi mwema.